Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi. Yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yani stylish. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba 1. Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dodoma, Jawadu Mohamed, ametoa wito kwa vijana wote wa Tanzania bila kujali itikadi zao za siasa kuhakikisha wanalinda heshima ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutoshiriki katika mipango yoyote yenye kuvuruga taswira ya taifa. Akimzungumzia makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche, Jawadu alisema kauli zote zinazodai kuwa rais si halali hazina mashiko kwa kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan alichaguliwa kwa zaidi ya Watanzania milioni 32 huku dunia yote ikiwa inamtambua. Dr. Samia, ujumbe wangu mahususi kwanza uko kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni wito wangu kwa vijana wa Kitanzania, haswa wa mkoa wa Dodoma, kwamba katika hali ya kawaida na kwa ushahidi wa kiakili, rais wa nchi ni nembo ya taifa. Rais wa nchi ndio utambulisho wa taifa lolote duniani. Hakuna namna yoyote ile ambayo unaweza ukamchafua rais wa nchi bila kulichafua taifa. Hakuna namna yoyote ile ambavyo unaweza ukamhujumu rais wa nchi usiwe unalihujumu taifa. Kwa hiyo kwa kijana yoyote ambaye anadhani kwamba kumsema vibaya rais anakuwa amemsema tu rais, hiyo si dhana sahihi. Unapokuwa umemsema vibaya rais, umemhujumu rais wa nchi, umechafua rais wa nchi, manake unalichafua taifa lako. Kwa hiyo lazima tujitenge kabisa na hili. Tujitenge na mradi huu mwovu ambao makusudio ya mradi huu na wanaoendesha ni kutaka kuchafua taswira ya taifa letu. Kwa hiyo lazima kila kijana wa mkoa wa Dodoma, awe ni wa Chama cha Mapinduzi, awe hana chama, awe ni wa chama kingine cha upinzani, ajitahidi sana kuhakikisha analinda heshima ya rais, ajitahidi sana kuhakikisha hachafui ile sura ya rais wetu, kwa sababu sisi sote hatuna rais mwingine, na yeyote anayesema awe Heche awe nani, hakuna mwenye rais mwingine zaidi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na hilo litakuwa hivyo kwa miaka 5 mingine mpaka 2030. Kwa hiyo hata ukijidanganya, ukajipotoa, ukajisebedua, ukasema vile na vile, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Akichafuka Dr. Samia Suluhu Hassan, wa Tanzania wote tumechafuka. Akisafishika na kang'ara Rais Samia Suluhu Hassan kule duniani, wa Tanzania wote tumeng'ara. Kwa hiyo kazi ya kumlinda rais na kazi ya kulinda heshima yake
ni jukumu la kila kijana wa Kitanzania, ni jukumu la kila Mtanzania, bila kujali siasa yake, bila kujali dini yake, bila kujali kabila lako, bila kujali maslahi yako. Linapokuja swala la kulinda heshima ya rais, ni swala la kila mmoja. Na kwa kweli mimi pia ni washukuru watu wa vijana wa Dodoma kwa namna ambavyo mmekuwa mahiri sana katika kulinda amani ya nchi hii, kwa namna ambavyo mlizikataa vurugu za 29, mmekataa vurugu zilizokuwa zimepangwa tarehe 9, lakini hamko tayari pia kwa vurugu za aina yoyote. Na ni ukweli ndugu zangu kwamba ardhi yenye vurugu haistawishi chochote. Hakuna kinachostawi kwenye ardhi yenye vurugu. Kwa hiyo yeyote anayeamini kwamba vurumai na machafuko na pilinge hizi anaweza kupata chochote kwenye hizo vurumai, kwa kweli huyo anajitosha. Kwa hiyo itatokana kwa namna gani tumewekeza kwenye utulivu, kwa namna gani tumewekeza kwenye kuheshimu viongozi wetu, kwa namna gani tumeungana na viongozi wetu na kushauri kwa njia zilizo bora. Hayo ndio yanayoweza kuwa mazao ya kutimiza malengo yetu. Kila mmoja hapa ana malengo yake. Wewe unataka kuoa, pengine huyu anataka kununua mbuzi zaidi, anataka kuwa na ng'ombe zaidi, anataka kuwa na magari, anataka kuwa na nini, anataka kuwa na mashamba, anataka kuwa na nyumba nzuri. Sasa haya mambo pamoja na jitihada tunazozifanya za kutafuta riziki kama mnavyotafuta, lakini yanategemea zaidi utulivu wa nchi. Kwenye vita kwa kweli hakuna kinachowezekana, na wote mnafahamu kwamba vita ni machafuko, vita ni kila mtu kukaa ndani, vita ni watu kuumia, vita ni kile ambacho tayari ulikuwa nacho kitakwisha. Kwa hiyo wana Dodoma, vijana wa Dodoma, wananchi wa Dodoma, wanawake kwa wanaume, mamarishe, machinga, boda boda, wafanya biashara, kila mmoja mwana Dodoma, tulinde amani hii. Tukatae migawanyiko, tuwakatae wachochezi. Na mmoja nimemsikia akisema sisi hatuangui rais. Sasa pia akili za namna ile ni kama akili fulani ambazo mimi sidhani kama ni akili za sawasawa. Rais aliyeshinda kwa zaidi ya 97% akachaguliwa na wananchi zaidi ya milioni 32, rais ambaye ameapa kikatiba, akaapa mbele ya dunia yenyewe inamtambua, wana diplomasia wanamtambua, watu milioni 32 wanamtambua na milioni 60 ambao ni wa Tanzania. Sasa mtu mmoja akisimama tu kwa sababu ameshika maiki akasema hatufanyi hivi, kweli akili au hisia za watu wawili ndizo hisia za Tanzania? Nyie hapa mnawakilishwa na hisia hizo, jambo ambalo sio kweli. Kwa hiyo hawa wanataka kuturudisha kula ambako hatutaki kwenda kwenye kama wa Tanzania. Hawa wanaosema haya ni wale ambao wamekatishwa tamaa na kila ambacho walitaka kitokee hakikutokea. Na sisi tunaamini, mimi naamini, huyu anaamini, yule anaamini kwamba hakuna mwenye uwezo wa kuwagawa wa Tanzania, ima iwe kwa dini, iwe kwa siasa, iwe kwa kabila, iwe kwa kipato. Wa Tanzania pamoja na matatizo tulionayo kila mmoja, pamoja na changamoto zetu tulizonazo kila mmoja, lakini bado tunaamini tunaweza kumaliza changamoto zetu katika nchi ya amani na kwa kushirikiana na viongozi wetu. Kwa hiyo huo pia ndio msimamo wa chama chetu, cha Mapinduzi, lakini ndio msimamo wenye haki. Kwa hiyo wanaodhani kwamba wanaweza kumtikisa rais kwa haya maneno wanayozungumza kwa kujifurahisha, kama niliyemsikia leo makamu mwenyekiti yule, kwa kweli huyo nafikiri ana safari ndefu, na vyama vyovyote kama vile ambavyo vinakwenda kinyume na uhalisia, vyama hivyo vitaendelea kufa. Dunia ya sasa inahitaji vyama ambavyo vinakwenda na uhalisia. Milioni 62 wa Tanzania ni watu ambao unawaona tayari wako na serikali. Sasa mkiwa wawili 20, 30, hivi kweli mnaweza kupindua uhalisia? Kwa hiyo ni maneno ya kujipotoa, ni maneno ambayo ni ya kujifurahisha. Rais ni mmoja na huyo ndiye tutakuwa naye mpaka 2030 kadri Mungu atakavyokuwa amepanga. Tanzania tumeshapata rais ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ni rais wetu. Hakuna njia mbadala ambayo inaweza ikatokea rais akabadilika. Huyo ni rais wetu, tuwaheshimu viongozi wetu, tuende nao, kwa maana mpaka sasa hivi nasikia kauli zao wanazozitoa ni kauli za maridhiano. Wametupa paka wizara ya vijana. Vijana kwa sasa hivi wanapewa
sehemu mbalimbali wanatoa maoni yao kwamba ni nini ambacho wanakihitaji katika serikali, na wameahidiwa kwamba kitafanyiwa kazi. Kwa hiyo cha kufanya, tuiunge serikali mkono, tuachane na vurugu, tusikubali kugawanyika kitaifa. Taifa hili ni la kwetu sote. Tatizo linapotokea la vurugu, tunaoumia ni sisi watu wa chini. Wale watu wa juu wao watakuwa mbali, wale wamejificha na wametuhamasisha tufanye vurugu. Kwa hiyo mimi ninachoshauri vijana, mtulie, serikali ipo na nyie, changamoto zenu wameahidi kuzitatua. Kwa majina naitwa Cornel Octavian Mtui, mkazi wa Dodoma. Sisi tunamtambua ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito wangu kwa vijana waachane na masuala ya kufuata mkumbo. Wafanye kazi kama wanachapa kazi, napambana na maisha. Waache kufuata mkumbo, kufuata. Jawadu amewataka vijana kuongeza uzalendo na kuendelea kulinda amani, akiongeza kuwa amani ndio misingi ya mafanikio ya taifa na maendeleo ya vijana. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.